Sauti Live. Karibu sana katika Sauti Live. Ni siku njema ambayo Bwana amefanya kwa moyo mkunjufu kabisa, na kukaribisha wewe mdau wa Sauti Live. Tuendelee kumwimbia Bwana katika roho na kweli. Kama ilivyo kawaida, Jumapili show ni moja jamani, si ndio hizo ndio za mabibo hizo. Si ndio jamani? Mimi ndio nataka hizo sasa. Mtazamaji, leo niko na wasomi jamani, wasomi wa kada mbalimbali niko nao hapa leo, lakini pamoja na kuendelea kutafuta elimu bado wanasema Mungu kwanza, si ndio? Ndio. Mungu katika roho na kweli. Ni kwa Mtakatifu Philomena kutoka Mabibo Hostel, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ndio ambao tutatafakari nao leo matendo makuu siku njema ya Jumapili. Karibu sana. Langu jina ni Mary binti Yuda, pamoja na wenzangu ambao wanakuhakikishia matangazo haya yanakufikia popote pale ulipo. Karibu sana, tuwe sote mpaka tamati. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Mmependeza. Asante. Huo mshono unaitwaje? Solo. Hatari. Kina kaka mpo? Mmependeza na nyie jamani. Mtilibu umemuona? Amenoga, amesema leo anakiwasha. Na mtazamaji, mimi nisipoteze muda, kabla tujakwenda kuwafahamu vema kwa yeye Mtakatifu Philomena kutoka Mabibo Hostel, tunakwenda kusikia sauti nzuri sana za kumtukuza Mungu kutoka kwao. Simpo tayari jamani? Ndio. Mpo tayari? Ndio. Haya, karibuni sana. Bwana
Basi enendeni ulimwenguni kote, kawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Enyi watu, wa Galilaya, mbona mwashangaa mkitazama mbinguni? Nilivyomwona akienda zake mbinguni, hivyo ndivyo atakavyorudi. Haleluya! Nilivyomwona akienda zake mbinguni, hivyo ndivyo atakavyorudi. Haleluya! Natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Enyi watu, wa Galilaya, mbona mwashangaa mkitazama mbinguni? Nilivyomwona akienda zake mbinguni, hivyo ndivyo atakavyorudi. Haleluya! Nilivyomwona akienda zake mbinguni, hivyo ndivyo atakavyorudi. Haleluya! Pale ninapokata tamaa, Yesu unikumbushe unaweza yote tena. Ninapodhani yamekwisha, kwako Yesu upo mwanzo mpya. Ninapotaka kujisifu, nijisifie udhaifu wangu. Ninapokuwa dhaifu, hapo ndipo nilipo na nguvu. Unikumbushe kusudi la kuumbwa kwangu, ili nitumike niache alama. Nikupende, nikutumikie, nifike kwako. Pale ninapokata tamaa, Yesu
unaweza yote tena. Ninapodhani yamekwisha, kwako Yesu upo mwanzo mpya. Ninapotaka kujisifu, nijisifie udhaifu wangu. Ninapokuwa dhaifu, hapo ndipo nilipo na nguvu. Unikumbushe duniani ninapita, yote nilivyo navyo nitaviacha. Nijibidishe kutafuta ufalme wa mbinguni. Pale ninapokata tamaa, Yesu unikumbushe unaweza yote tena. Ninapodhani yamekwisha, kwako Yesu upo mwanzo mpya. Ninapotaka kujisifu, nijisifie udhaifu wangu. Ninapokuwa dhaifu, hapo ndipo nilipo na nguvu. Maji yaliyomwagika kwako yanazoleta. Nikumbushe lililovunda kwa mwanadamu kwako lina ubani. nikumbushe Unaweza, unaweza yote, unaweza, ushindwi lolote. Unaweza, unaweza yote, unaweza, ushindwi lolote. ulimaliza Unaweza, wale msalaba, unaweza yote, unaweza, ushindwi lolote. Unaweza, unaweza yote, unaweza, ushindwi lolote. Unaweza, unaweza yote, unaweza, ushindwi lolote. Unaweza, unaweza yote, unaweza, ushindwi lolote. Waweza yote. Tumwimbie Bwana wapendwa. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Hebu jishangilieni kwa makofi mengi. Kanisa la Kisinodi. Ushiriki na umisionari. Kanisa la Kisinodi. Haya, Filomena mpo? Mpo vizuri? Jipigeni makofi jamani. Na mtazamaji wa Sauti Live, ni sauti nzuri umetoka kuzisikia, na wewe ambaye unatutazama umetoka kuzitazama kupitia akaunti yetu ya YouTube. Pia tuko mbashara, unaandika pale Tumaini_TV, unatufuatilia, na kumbuka kusubscribe uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu jamani, au sio? Mmesubscribe? Ndio. Haya, nimesikia maneno mazuri sana ya wimbo ambao umeisha. Mtiribu, tafadhali utuambie wimbo unaitwaje na nani mtunzi wake? Karibu. Makofi kwake jamani Mtiribu. Sogea kisemeo Mtiribu. Hapo. Alafu sogea kwa mbele kidogo.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wimbo huu unaitwa Nikumbushe na mtunzi wake ni AJ Myonga. Okay. Safi sana, mmewimba vizuri. Hongereni sana. Huku tunaambiwa la kuvunda halina ubani. Kwa Mungu habari ndio hiyo. Na mtazamaji unatazama Sauti Live. Asante sana ndugu Mtiribu. Haya, nambari yetu ya ujumbe ndio hiyo inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0742773444. Kama kuna jambo unataka kulifahamu kutoka kwa Yaya Mtakatifu Philomena Mabibo Hostel, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, tafadhali tuma ujumbe wako nami nitaufikisha kwa walengwa kama ilivyo kawaida. Si umeona watoto wazuri wanamwimbia Mungu katika roho na kweli. Si ndio jamani Hebu jishangilieni tena. Haya, burudani ndio sehemu ya kipindi chetu, lakini basi tunakushirikisha wewe mtazamaji kama una lolote ambalo unataka kutuambia hapa kuhusiana na kwaya Mtakatifu Philomena, na kukaribisha kwa nambari hiyo ambayo nimeitaja na bado inapita chini ya runinga yako. Kumbuka leo ni Dominika ya kupaa Bwana. Tunaambiwa kama tulivyomwona vile akienda zake ndivyo atakapokuja. Sasa ni lini? Mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo wakati wote tunatakiwa tukae tayari jamani, si ndio Yes. Moja kwa moja naelekea katika jumbe mtazamaji. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Elisha Ombeni Swai, yuko Dar es Salaam, mtaa wa Magore. Anasema maoni yake, kwaya Mabibo wamependeza sana sana, wameimba vizuri. Asante sana kwaya. Haya, huyu anasema hongereni sana kwa utume. Dada mfupi umependeza sana jamani wafupi. Dada mfupi jamani, mimi ni mjumbe tu. Dada mfupi umependeza sana. Endeleeni kulihubiri neno la Mungu kupitia karama ya uimbaji. Ni Justina Peter kutoka parokia ya Yesu Kristo Mfalme, bila shaka Sengerema, jimbo la Geita. Yeye anaimba sauti ya pili. Dada mfupi popote ulipo, warefu kama mimi mikono juu. Dada mfupi upo? Umependeza. Haya, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Haya, huyu anasema wimbo wa tatu wameimba vizuri na stepu zao. Yeye ni Willy Mponda kutoka Mloo, Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Jamani asante. Haya, huyu anasema kwa kweli nimefurahishwa na Philomena hoteli. Jamani si hoteli, ni hoteli. Mmependeza sana, Mungu awabariki. Amina. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anaitwa Selina Celestini, anatokea parokia Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta, Mgeni Nani, Dar es Salaam. Anasema hakika kwa Mtakatifu Philomena wamependeza sana, Mungu awabariki sana na wanaimba vizuri. Mtiribu anachangamka barao. Mtiribu tunaye wewe. Haya jamani, Mtiribu pokea maua yako. Haya, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Haya, anaitwa Siliaku si Stefano kutoka kwaya Mtakatifu Joseph ni Bakita, Roho Mtakatifu Segerea hapo. Anasema hongera sana wanakwaya Mabibo. Sauti iko vizuri, mshono mkali. Hatari Haya, anasema mshono mkali. Karibu sana Segerea, tumwimbie Bwana wapendwa. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Anasema Kristo tumaini letu. Kwa kweli wanaimba vizuri sana, Mungu awabariki sana. Amina. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Huyu ni Deusi kutoka jimbo la Bunda, anasema mnajua kuimba, nimewakubali. Yeye anaimba sauti ya 4. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Mmependeza sana. Yeye yuko Manyara, anasema ni Rose Nswaya. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema jamani wanakuwa anaimba vizuri sana, umependeza sana. Huyo mweupe aliyesuka rasta fupi kapendeza. Haya, anasema yeye ni Aika kutoka Moshi. Haya, mmefika Moshi jamani.
Wana Filomena mmefika Moshi, si ndio eh? Haya, wewe anaitwa Andrew kutoka Goba. Jamani, hiyo kwaya imetisha sana. Haya, tumwimbie Bwana. Yeye ni Stefano Doto kutoka Jimbo Katoliki la Kahama. Wanakwaya wanapendeza, wapewe maua yao. Haya, huyu anasema jumbe ni nyingi mno washikaji. Wapendwa katika Bwana. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Haya, huyu anasema Joeli Darushi kutoka parokia ya Mtakatifu Petro Nkololo, Jimbo la Shinyanga. Hongereni kwa utume, mmeimba vizuri na mmependeza sana na mmechangamka vizuri. Mapendo daima. Yasinta kutoka 88 Morogoro anasema hongereni kwa utume, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, huyu anatoka Homboza anasema kwa kweli kwaya ni tamu sana, ila mrembo wangu mfupi kama mimi umechangamka sana. Yeye ni Balbina. Jamani, watu warefu mpo? Haya, ujumbe wenu. Jumbe ni nyingi wapendwa katika Bwana. Lakini acha nimalize chache alafu tuende kwa burudani nyingine, si ndio? Mapendo daima. Haya, jumbe hazitaki kusimama jamani, yani zinaingia tu. Sijui nisome ipi sasa. Haya, nitakao nidondokea hapa. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Mapendo anasema hongereni kwa utume, kiukweli mnaimba vizuri. Wadada wote ni kama sio wanachuo, wamevaa vizuri na kupendeza. Innocent Rendro akiwa Buguruni anasema nimsalimie udada aliyenyua kisabato. We umefikiwa, njoo mpendo. Sogea pale. Umeonekana Buguruni leo. Si umewahi kufika ndugu yangu? Haya, jina lako? Kwa jina naitwa Pascalina Safari. Na naimba sauti ya pili. Sauti ya pili. Ndiyo. Lakini wewe ni Mkatoliki, si ndio? Sio Msabato kama nilivyosema. Mimi ni Mkatoliki, nimezaliwa kwenye kanisa la Katoliki na utananiliu Katoliki. Na Bwana akija akienda zake utaenda naye ukiwa Mkatoliki. Kikatoliki zaidi. Amina kabisa. Mpe neno moja mtazamaji kutoka Buguruni. Nami nampenda pia kama alivyo. Haya jamani, umependwa jamani kutoka Buguruni. Mapendo si daima jamani na Ukristo si ni upendo Haya, habari ndio hiyo. Naam mtazamaji, jumbe ni nyingi sana lakini burudani ndio sehemu ya kipindi chetu. Kabla tujakwenda kufahamu vema kwa yeye Mtakatifu Filomena ambaye wewe kwa mara ya kwanza ndio unakutana naye kupitia Sauti Live, ingawa sio wageni sana lakini wapo wageni hapa, si ndio Kuna sura ngeni nyingi sana, yani mpaka nimewasahau unajua. Haya, tunakwenda kupata burudani. Hii ni kazi mpya kabisa ambayo imepandishwa leo YouTube, si ndio? Wimbo unaitwaje vile? Peke yangu siwezi. Utaweza. Haya, wanasema peke yangu siwezi. Utunzi wake? Milinga. Haya mtazamaji, hebu tuende tutazame moja kati ya kazi yao, lakini usisahau kusubscribe account yao ya YouTube, si ndio Ndio. Haya, tunakwenda kupata burudani alafu tutarejea tena. Usiondoke pembeni ya runinga yako. Wala kwa nguvu zangu mimi bali
sio kwa akili wala kwa nguvu zangu mimi, bali ni neema ya Mungu inayoniongoza, sio kwa maneno wala ujanja wangu mimi, zote ni neema zake Mungu wangu. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka. Atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawezayo. Ainuliwe Mungu wetu juu, anastahili heshima na sifa na utukufu, vyote ni vyake tangu leo hata milele. Sio kwa akili wala kwa nguvu zangu mimi, bali ni neema ya Mungu inayoniongoza, sio kwa maneno wala ujanja wangu mimi, zote ni neema zake Mungu wangu. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka. Naam, mtazamaji, umepata kutazama wimbo mzuri, video imetulia hivi. Sio wengine ni hawa wanakwaya Mtakatifu Philomena kutoka Mabibo Hostel ambao wanaendelea kumwimbia Mungu wakiwa shuleni. Wanakwambia wengine wanasema kazi na dawa, lakini wanakwambia shule na Mungu, si ndio Mungu kwanza jamani, si ndio? Haya, mtazamaji, basi una kila sababu ya kuwasupport ni wanafunzi hawa kama unavyofahamu kurekodi gharama, video nayo gharama. Kwa hiyo ukisubscribe pale mambo yanakuwa mazuri, si ndio? Unakuwa umewasupport kwa namna moja ama nyingine. Ni kwa Mtakatifu Philomena kutoka Mabibo Hostel. Unatazama Sauti Live mtazamaji. Siku zote nakwambia muziki ni hisia. Muziki ni sehemu ya kutunza historia. Lakini muziki mtakatifu ni sehemu ya kumuunganisha binadamu na Mungu wetu. Na si ndivyo tunavyounganishwa leo na kwaya hii ya Mtakatifu Philomena. Makofi kwenu. Na mtazamaji, nikukumbusha tu Tumaini Media tayari tumezindua kampeni yetu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu kwa mwaka 2025
ya kuitegemeza Tumaini Media. Kama ilivyo kawaida, kila mwaka huwa tunafanya kampeni hii kwa lengo la kuisupport, basi izidi kusonga mbele, iboreshe matangazo yake, lakini na mambo yote ambayo yanaendelea kufanyika katika kituo hiki cha Tumaini Media. Kumbuka tuna television, tuna redio, lakini pia tuna gazeti la Tumaini Letu. Bila kusahau mitandao mbalimbali ya kijamii unatupata pia. Tunaendaje sasa hivi kwa maji ya baraka jamani? Haiwezekani, si ndio eh? Haya, basi kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki, sisi tunaomba mchango wako wa hali na mali kuhakikisha Tumaini Media inaendelea kusimama, inaendelea kusonga mbele. Nimepata mialiko mingi sana ya nje ya jimbo letu la Dar es Salaam, lakini sasa unaendaje? Eti jamani unafikaje? Basi mkituwezesha na sisi tunaendelea kuboresha matangazo yetu, tunaendelea kuboresha huduma hii tunayoitoa ya uinjilishaji. Tunasema injili lazima isonge mbele kwa kila namna. Jamani mpo? Mtani sapoti? Kweli jamani? Msiniangushe, kwani bumu limeisha? Halijaisha? Bado haijatoka eh? Lini linatoka jamani? Kwani mabibo mbali hapo jamani? Gari moja tu, si ndio eh? Basi mimi niko na nyinyi. Mimi sina mashaka na ninyi, si ndio eh? Mwenyekiti upo? Nipo. Yaani mimi nitakutafuta wewe. Kwaya ina wanakwaya wangapi? Kwaya tuna takriban wanakwaya 60. Wanakwaya 60. Kwa mfano sasa tuseme kwa Mtakatifu Philomena wala hata 5,500 tu kwa kila mwanakwaya. Uongo jamani? Au tufanye 10,000? Nyie jamani mnalipaga zaka nyinyi jamani nyinyi. Kweli? Sasa jamani ukimtolea Mungu kwa mwaka mara moja unaisupport Tumaini Media. Umekuja katika kipindi. Tu umekuchaji hela jamani. Sasa kwa hiyo mkatusupport walau mara moja kwa mwaka jamani. Au mnataka Sauti Live ipotee? Msije. Na mimi nitapoteza kibarua jamani. Na mtazamaji, ndivyo tunavyokuomba na wewe ambaye upo nyumbani hapo, hakikisha basi unafanya jambo lolote, lakini tunazo peni jamani, peni nzuri sana, tuna vikombe, tuna chupa zile ambazo hazipozi yani. Sijui niseme nini. Ukichukua ile peni mbali na kuisupport Tumaini Media pia itakusaidia. Nini mpo darasani, si ndio eh? Na hata mkiwa kwenye mazoezi ya kwaya kuna zile vesi, sijui mnaita vesi, sijui ni beti, si ndio eh? Mnaandika beti zile, kiitikio, au sio jamani? Wakaka mpo? Mbona sisikii sauti zenu? Msiniangushe bana. Wakaka mpo? Tupo. Sauti ya 3? Tupo. Mikono juu. 5,500 pale mko ngapi? Mko ngapi hapo? Sauti ya 4? Sauti ya 4. Hawa atanipa 10,000 sauti zangu. Na mtazamaji, basi tunakwenda kuifahamu kwa hii vema, na tayari nipo na mwenyekiti jamani, makofi mengi kwake mwenyekiti. Mwenyekiti. Naam. Hongera kwanza kwa nafasi ulionayo. Asante sana. Jina lako kwa faida ya mtazamaji. Okay, kwa majina naitwa Kasaya Daniel Sukanyi. Ndio mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Philomena. Mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Ndio. Philomena. Kabisa. Una muda gani toka wewe mwenyekiti ndani ya kwaya? Ni kwa mwaka huu. Kwa Mwaka 2025-26 ndio nimeingia mwaka huu ndio. Hongera sana. Asante sana. Mwenyekiti, hawa ni wanafunzi. Ya, ni kweli. Na kila mwaka kuna wanaoondoka? Ni kweli. Na kuna wanaokuja? Ni kweli. Mwaka huu wanaondoka wangapi? Kwa mwaka huu tuna takriban wanakwaya takriban 21. 21. Wataondoka ndo wana graduate. Yes, wow. Na pia mwaka jana pia tulipata takriban wanakwaya 24. Ndo walio graduate pia. Okay. Hali inakuwa vipi sasa wakiondoka hawa 21? Watakuja wengine wapya. Ndio wanaanza sasa kile kipindi cha mwanzo. Umeshazoea wale ndugu zangu walefu kama mimi hao. Umeshazoea wengine wote hao 21 hao wanaondoka wanakuja wapya kabisa. Hali inakuwa vipi katika uimbaji wenu? Kwa kweli kunakuwa na changamoto kidogo. Kwa sababu tuna utaratibu, wanakwaya wakiondoka tunapata wengine wapya. Lakini sasa wakija wapya walau tunakuwa na changamoto ile kwamba wengi wanakuwa hawazifahamu zile nyimbo ambazo tuko nazo. Kwa hiyo inabidi tuanze kufundishana tena upya mpaka atakapoweza kuzishika, na si basi uimbaji wetu tunarudi katika nafasi yetu ile ambayo hatushuki. Okay.
Huwa inachukua muda gani sasa kukaa sawa kwamba hawa tayari wameondoka, sasa tuna recover tuko na wao wapya? Haichukui muda mrefu sana, takriban wiki 3. Yeah. Bila shaka na hapa tunao wapi? Wape ndio wapo. Mikono juu. Wapi jamani? Wow. Hizi sura hizi ona kabisa yani. Karibuni Sauti Live jamani. Asante. Wakati mkitoka hapa msisahau kwamba tuko kwenye kampeni yetu ya Pendo, si ndio? Ndio. Haya, usisahau bahasha. Mimi nitamtafuta mwenyekiti alafu nitampa bahasha 60. Tumeniambia mko anakuwa 60. Alafu mimi nitakamatana na mwenyekiti. Au sio? Mimi sina mashaka na nyinyi. Bumu umesema natoka lini? Wiki ijayo. Ndio. Wengine walishatoka hapa? NMB mwenyekiti. Naam. Yule wa NMB yule Ndio. atapambana na watoto wa kike. Wewe utapambana na wanaume. Sawa ndugu yangu? Sawa. Haya. Mimi nawaachia hii kazi ili tuendelee kuwepo na hata siku moja mkisema tunatamani kuja tena. Ikiwezekana mimi niwafuate kule jamani. Si ndio Kabisa. Itakuwa vizuri Basi tusiache kuchangia. Kwani ilianzaje mwenyekiti? Kwaya kwanza ilianza mwaka 2005. Walianza wakiwa wachache, lakini kaanza kuhudumu rasmi hata parokiani 2006. Mnahudumu parokia hivi? Parokia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Okay. Mtakatifu Toma wa Akwino. Ndio. Okay. Yeah. Changamoto ipi unaipata katika uongozi wako kama kiongozi? Ipi kwako ni changamoto yani? Changamoto kubwa ambayo nakumbana nayo sana kama kiongozi ni ule kuhudhuria kwa wanakwaya. Kwa sababu tunajua ni wanafunzi na muda mwingine mazoezi ambayo tuko nayo wakati mwingine labda huenda wengine wana vipindi au katika vipindi vya mitihani, kwa hiyo tunakuwa na changamoto kama hizo. Yeah. Kwa hiyo tunakuwa na changamoto kama hizo ambazo kuna muda unakuta namba yetu ni ndogo, namba ni kubwa, kwa hiyo ratiba za chuo pia nazo ndio changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo. Lakini Mungu ni mwema mambo. Mungu ni mwema kabisa, anatupigania. Naimba kila Jumapili pale chuoni. Chuoni hapana, huwa kuna zamu. Kwa sababu parokia na takriban kwaya 5. Kwa hiyo kuna mzunguko ambao huwa unafanyika. Kila kwaya zamu yetu ikifika tunaimba misa zote 3, ambao ni misa kuanzia saa 11 asubuhi mpaka misa ya saa 3. Okay. Unawezaje kuongoza kundi lote bila watu 60? Alafu baadhi nao ni wasomi. Alafu kila mmoja ana akili yake kichwani. Mwingine ana safu zake anaziwaza, mwingine anawaza hiki, mwingine anawaza kile. Unawezaje? Kwa kweli namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kuniongoza, lakini pia amenijalia watu ambao ni wasikivu. Hebu jipigeni makofi. Namshukuru sana Mungu kwa watu hawa. Na ni familia ambayo najivunia nayo. Kabisa. Na vipi kwamba ndio sasa umeshamaliza unaondoka zako? Kipi utakikumbuka sana kwa kwaya ya Mtakatifu Philomena? Kitu kikubwa nitakachokikumbuka upendo. Upendo. Jamani ni upendo. Naamini na moyo wa Yesu ni upendo. Na bahasha zangu mtafanya upendo. Mimi sina mashaka na nyinyi wapendwa jamani, si ndio ndugu yangu NMB na mwenyekiti. Mimi nitakabana wao. Yaani hatukabani kwa upendo, si ndio? Mapendo daima. Mapendo daima. Haya. Mwenyekiti, tufahamu sasa mko na albamu ngapi mpaka sasa? Mpaka sasa tuko na album jumla 5. 5. Na mwaka huu tulifanikiwa kuzindua hiyo album ya 5 ambayo ndio inaenda kwa jina la Peke Yangu Siwezi. Mmezindua tayari? Yeah, tushazindua toka mwezi wa kwanza tarehe 12. Ina nyimbo ngapi hapa? Ina jumla nyimbo 7. Nyimbo 7. Ndio. Hali iko vipi sokoni sasa? Hii iliyotoka sasa ni track namba 4. Okay, ni track. So tunamshukuru Mungu, namba zinaenda. Zinasoma taratibu. Tunamshukuru Mungu kwa watu ambao tunaenda. Okay. Kabisa. Nini tutarajie kutoka kwa Mtakatifu Philomena 2025 hii? Kama wengine hawajagraduate. Kabla hawajagraduate? Actually tutaendelea kutoa track zetu ambazo zipo. Na mambo mengine mazuri yatakuja.
Okay. kabisa. Tuyafahamu sasa malengo yenu hayo mengine hayo ambayo unatuyasema mwenyekiti. Kwanza, jambo la kwanza tunamshukuru Mungu, tunatimiza miaka 20 ya kwaya. Wow, Kwa hiyo tuna jubilei ya miaka 20 ya kwaya. Nini hiyo? Kwa hiyo hapa tuko tunaendelea na shamla taratibu za jubilei, lakini kilele kitakuwa mwakani. Nafikiri kitakuwa mwakani. Mwakani. Ndio. Shamra ziko vipi sasa? Kwenye shamla tuna Shirikishane jamani, mapendo hayo jamani. kwenye katika kuadhimisha jubilei hii ya miaka 20 ya kwaya Mtakatifu Philomena, tuna matukio kadhaa ambayo tunayafanya. Tulishafanya matendo ya huruma kwa watoto yatima. Ilikuwa mwezi wa 3 kipindi cha Kwaresma. Lakini pia sisi kama wanakwaya pia tuna kabonanza kidogo kwa ajili ya kufurahia, unajua ni wanafunzi, kwa hiyo muda wote kwa michezo ya hapa na pale, kubadilishana mawazo ya hapa na pale na watu wengine tunafanya. Na pia tunategemea hapo mbeleni pia tutakuwa na charity nyingine. Kabisa. Basi usisahau kuingiza na matendo ya upendo kuisupport Tumaini. Basi hatuwezi kulisahau. Mnaingiza pale katika hizo shamla zenu hapa, kuna matendo ya huruma lakini kuna matendo ya upendo ya kuisupport Tumaini Media. Si ndio jamani? Kabisa. Mbona mmetika pole pole? Si ndio? Wiki ijayo, nimeambiwa wiki ijayo. Mwenyekiti, una lipi la kuambia wanakwaya ya kwaya Mtakatifu Philomena? Jambo kubwa la kuambia wanakwaya Mtakatifu Philomena, wasiache kupendana. Kama ilivyo ada yao kupendana, lakini pia wasimwache Mungu. Waendelee kumtegemea Mungu katika maisha yao yote. Na mimi namalizia hata mtakapo graduate mnako kwenda huko, msibweteke mkaimbe kwaya. Amen. Anaimba tu kwa sababu yupo rafiki yangu hapa, ngoja na mimi niende tuwe sote. Lakini ukiondoka huko unaacha. Jamani, msiache kuimba. Kwa sababu tunapoimba tunasali maombi. Ni maneno ya Mtakatifu Agustino, lakini ana maana kubwa sana. Tunapoimba, yani tunapoimba vizuri, na mimi naona mnaimba vizuri, kwa hiyo mnasali mara 2 jamani, si ndio? Makofi mengi kwake mwenyekiti. Mwenyekiti anatosha atoshi? Anatosha. Tunaye na tunatamba naye, si ndio? Haya, makofi mengi tena kwake. Mwenyekiti, mimi nikutakia kila lililo jema. Asante. Na una graduate mwaka huu? Hapana, mimi bado. Haya, kwa hiyo tutaonana eh? Bado tutaonana sana. Jamani, mhakikisha muondoke mpaka tunafanya matendo ya upendo Tumaini Media eh? Haya, asante sana mwenyekiti, makofi tumpigie mwenyekiti wetu. Na mtazamaji, ni mwenyekiti wa kwaya ya Mtakatifu Philomena Mabibo Hostel. Yeye ndiye anasimamia jeshi lote hili, jeshi kubwa linalomwimbia Mungu katika roho na kweli. Huku anasoma lakini huku mtukuza Mungu kupitia utume wa uimbaji. Burudani ndio sehemu ya kipindi chetu. Jumbe ni nyingi sana, lakini nikuache kwanza upate burudani ya muziki mzuri kutoka kwa ya Mtakatifu Philomena. Nikirejea nitaendelea kusoma ujumbe wako. Baki nasi. Mtiribu uko wapi? Haya. Karibu.
ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza, pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Katika makusanyiko nitaziimba zaburi, nitazitangaza sifa zako daima milele. Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka ile ya kukupendeza, e Mungu Muumba wangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza, pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza, pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Moyo wangu funguka, lelele, moyo wangu funguka, moyo wangu funguka, moyo wangu funguka, lelele, moyo wangu funguka, moyo wangu funguka, kukulina moyo, legea kidogo, ili Bwana Yesu aingie moyoni. Kukulina moyo, legea kidogo, ili Bwana Yesu aingie moyoni. Utaka kitu gani wewe moyo, ili ufunguke? Bwana Yesu apate kuingia leo. Nipe wimbo gani wewe moyo, ili ufunguke? Bwana Yesu apate kuingia leo. Moyo, moyo, moyo wangu funguka, moyo, moyo, moyo wangu funguka. Katika mateso yote, silaha yangu msalaba, silaha yangu msalaba, silaha yangu msalaba. Katika mateso yote, na ubeba kijasiri, nasonga mbele mbele, na ubeba kijasiri, nasonga mbele mbele.
hatari na nusu. Makofi mengi kwenu jamani. Naam, mtazamaji, ni sauti nzuri kutoka kwaya Mtakatifu Philomena Mabibo Hostel ambao wanahudumu katika parokia ya Mtakatifu Thomas wa Aquino, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni wanafunzi jamani, maana nishaanza kuona message, naomba namba nyinyi. Sio vizuri. Wanasoma hawa bado wanafunzi jamani, si ndio Ndio. Acheni mambo jamani. Mungu anaona, acha watoto wazuri wasome, si ndio? Wanasema usimwache elimu aende zake, lakini wanamkamatia elimu, lakini yupo Mungu mbele yao, si ndio Ndio. Kwa hiyo usifanye hivyo ndugu mtazamaji. Karibu sana, hii ni Sauti Live kama ndio kwanza unaungana nasi, lakini ndio tunaelekea ukingoni. Nambari yetu ndio hiyo inapita chini ya runinga yako. Endelea kuisupport Tumaini Media katika kampeni ya Moyo Mtakatifu wa Yesu 2025. Kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki, basi tubariki na sisi. Tuendelee kupeleka Injili kupitia utuma uimbaji, lakini na vipindi vingine viendelee na kufika mbali kule ambako tunakutamani. Mapendo daima. Mapendo. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Haya, moja kwa moja niende katika jumbe jamani. Jumbe ni nyingi. Jumbe zaidi ya 1000 jamani. Sasa sijui naanza ipi hapa. Haya, nianzia mwisho ya 999. Haya, anasema tumsifu Yesu Kristo. Anaitwa Daudi kutoka Dodoma, anampongeza huyo dada aliye karibu na mtangazaji, nampenda. Kasema huyu hapa, huyu kasema, mtangazaji naomba namba za huyo dada. Nimesimama naye karibu. Sasa simama hapa. Wewe. Wanasoma hawa jamani. Haya, anasema jamani mapendo daima. Anasema kusema kweli wanakuwa wamependeza sana, yani hadi wananitamanisha kujiunga nao japo wapo mbali jamani. Akamkazia macho. Akampenda. Huyo anaitwa Justa, hajatuambia anatokea wapi. Mapendo daima. Anasema hongereni somo wa jumuiya yetu, mmetuwakilisha vema hakika, tumepana Bwana. Haleluya. Haya, huyu mwingine anasema Kristo tumaini letu. Nimewapenda bure, hasa mwenyekiti yuko vizuri sana. Mungu awatie nguvu, mzidi zaidi ya hapo. Mwenyekiti upo? Mpeni maua yake mwenyekiti jamani. Haya, Kristo tumaini letu. Huyu ni Aileen kutoka parokia ya Mtakatifu John Bosco, bila shaka Kigango Bumilo. Anasema kwa kweli wamependeza sana. Wameimba vizuri sana. Mpige kinanda yuko vizuri. Frola Ngua. Hi. Frola amekuona Frola. Frola Nguo. Anasema yuko vizuri sana. Uko vizuri sana. Frola. Sitaki nimwamshe hapa ila kasema asante. Sawa? Haya, tunasonga mbele jamani, si ndio? Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Anasema hongereni kwa utume, nimemuelewa sana dada anaimba sauti ya kwanza mfupi kuliko wote, anatabasamu vizuri kulingana na ujumbe wa wimbo husika. Yeye ni Mwalimu Peter Gadi kutoka Nyasa, jimbo la Mbinga. Pia anaimba sauti zote. Jamani, mmemfahamu huyo dada? Maana naona ndugu zangu wafupi tuko wengi sana hapo. Kwa hiyo najua njoo hapa ndugu yangu, maana umetaja sana. Nisipokusogeza hapa da. Msalimie mtazamaji. Unataka na jina. Haya, mimi sina shaka, mimi ni mjumbe. Huyu anaitwa ni Mwalimu Peter Gadi kutoka Nyasa. Tumsifu Yesu Kristo. Muitikeni kwa niaba mwalimu jamani. Nimefurahi sana kwanza kwa sababu umeniambia na tabasamu, pia nimependeza. Naamini naimba vizuri pia. Mwalimu Peter, nashukuru sana. Huu ni utume, napenda kuimba, nampenda Yesu. Karibu kwaya ya Mtakatifu Philomena. Na wote wanaotutazama tunashukuru. Asante. Hai jamani, watu wa Nyasa mmefikiwa? Mmefikiwa watu wa Nyasa, na binti mrefu amesalimia. Sawa sawa
Haya, tumwimbie Bwana. Anaitwa Hirda, anatokea jimbo la Mahenge na wapenda sana, mmependeza sana. Ila nimempenda mpiga kinanda wenu jamani. Mpiga kinanda. Ngoja nikuonyeshe zile alizoziweka hapa. Niwaambia. Jamani, kuimba raha kuimba raha Haya, mimi nimemuonyesha, maana nimeshindwa kutoa direct hivi, sio vizuri sana. Basi mimi nimemuonyesha na yeye amepokea. Kwa jina la Yesu amepokea jamani. Mapendo daima. Huyu anasema kama mje jimbo la Mbulu, Bibiana anatoka jimboni Mbulu, wanapopenda safari hawa. Kristo tumaini letu. Jumbe nyingi mpaka zinanikimbia jamani. Huyu anaitwa Ezekieli, yuko Dodoma, anasema mtangazaji wa dada mrefu mweupe. Mimi nimeishia hapa. Dada mrefu mweupe ni huyu, wapo wengine ni huyu au sasa wewe huyu hapa? Warefu weupe. Basi warefu wote weupe waje hapa tumalize chapchapa. Mama NMB, bora umejileta. Yaani tunakuchukua kwenye kamera na ushahidi unabakia hapa. Mimi nikiuliza za mabibo ziko wapi na kutafuta ndugu yangu. Mtazamaji, hawa ndio warefu weupe katika faili. Kwa Yesu ni raha, mnapendeza sana jamani. Asante. Yaani sio sasa ndio mkisha graduate sasa ndio mnalala, hapana. Mkienda huko mkaendeleze utume jamani. Majina yenu kwa haraka haraka na sauti yako ambayo unaimbia. Kwa majina naitwa Magdalena Raymond Juliani, nipo sauti ya kwanza. Asante Mage. Mwingine? Pascazi Alfred, sauti ya pili. Asante Mama NMB. Unaila zako. Huyu mtazamaji ana bahasha zangu za mwezi wa Moyo Tumaini Media. Kwa upande wa wanakwaya wa kike wote kwa Mtakatifu Philomena. Sawa jina lako tukurekodi vizuri. Juliana Alexander Barana, sauti ya kwanza soprano. Soprano jamani Naitwa Leni Frida Mabula, sauti ya pili. Leni Frida mpole mwenyewe. Ana utu na utulivu nimeambiwa. Makofi mengi kwake. Muda sio rafiki wapendwa. Natamani tuendelee lakini tutakutana tena wakati mwingine. Katika zile shamla za kuelekea jubilei yetu ya miaka 20, ile siku ambayo tunakabidhiana bahasha zetu za Moyo Mtakatifu wa Yesu hapa katika Tumaini Media, tutakutana. Mimi hata mkiniambia nije kule nitakuja, wala msijali. Si ndio jamani? Hata ukiniambia tupe bank account mimi nitawapa, mkiniambia tupe ya Tigo Pesa, M-Pesa, mimi nipo tayari. Mimi nasubiri tu bumu likitoka basi mimi nagongea. Mwenyekiti vipi? Au sio? Na nani yule? Nani anaitwa? Nani? Juliana na mwenyekiti. Mimi niko na nyinyi. Nasoma jumbe chache za mwisho tutamatishe kwa sauti nzuri tena, si ndio? Haya, mapendo. Yasinta kutoka 88 Morogoro. Yasinta, umerudia tena, wewe nilishakusoma, nimekukumbuka. Huyu anasema anawapenda sana jamani, wamependeza sana. Haya, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Anampongeza sana Mtiribu na wanakwaya kwa ujumla, wameimba vizuri sana. Yeye ni Joseph Kinyaga kutoka Iringa, parokia ya Yasa. Jamani, wapeni maua yao. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Huyu anasema hongereni sana wanakwaya, bila kumsahau mtangazaji, naye amependeza mno. Hamjasema. Alafu hamjasema. Haya, anasema lakini huyo dada aliye karibu na mtangazaji aliyesuka tabasamu lake hadi raha jamani. Haya jamani, mmeonekana huko. Tumsifu Yesu Kristo. Yeye bila shaka ni katekista Priska Kihaga. Nimefurahishwa uimbaji wao wa mavazi ya heshima. Nimewapenda sana.
niwape tabasamu la uimbaji kabisa. Asante dada Kiaga, bila shaka huko Mavurunza kama sikosei, kama sio ni huko mbele. Asante sana kwa kuendelea kutazama Sauti Live. Kristo anaitwa Zeni kutoka parokia ya Paloti, anasema nimsalimie Lucy ama Cecilia anayetokea Same, mwambie atusalimie alafu atupe namba yake, awe ananiimbia usiku nipate uwepo wa Kristo, afanye kutusalimia kwanza. Cecilia amemfananisha? We umemfananisha, sio huyu. Umemfananisha bana, sio huyu. Hakuna Cecilia humu au Lucy. Basi amemfananisha. Ujumbe wa mwisho sijui unamwangukia nani? Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Huyu anaitwa Msele Alphonse, anatokea Mtibwa Turiani Morogoro huko. Wanakuwa wamependeza sana, wakitoka studio hapo waje Mtibwa wapate sukari ya Mtibwa sugar. Hatari na nusu wewe. Waje Mtibwa, sio wewe uje Mabibo huku jamani. Haya, mimi niwashukuru sana wapendwa. Mungu awabariki. Kama ilivyo leo Bwana wetu amepaa kwa namna ile ile, na atakaporudi basi tuwe naye, si ndio kwa hivyo basi tusiache kuimba. Mungu awainue kwa viwango vingine na wasaidie pia katika masomo yenu, na wenye sapu wasapue. Na mimi nikushukuru mtazamaji kwa kutupa muda wako. Asante kwa kuifuatilia Sauti Live. Usiache kuendelea kutusapoti katika kampeni yetu ya Tegemeza Tumaini Media 2025 Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kwa niaba ya wenzangu Stadius Aristides, Waziri Suka, bila kumsahau Sylvester Ndomba, mimi ni Mary binti wa Yuda. Siku zote nakwambia Mary Yuda ni mmoja tu. Ogopa matapeli. Makofi kwangu. Na mtazamaji, na kuacha na sauti nzuri sana kutoka kwa hii ya Mtakatifu Philomena. Na mara hii na mimi naimba. Mtiribu kwa wapi? Njoo na mimi naimba hapa leo. Sio kwa akili wala kwa nguvu zangu mimi, bali ni neema ya Mungu inayoniongoza. Sio kwa maneno wala ujanja wangu mimi, zote ni neema zake Mungu wangu. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba niko. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka. Mara zote waninua, wanitia nguvu, nalihimidi jina lako, wewe Mungu muweza wa yote. Sio kwa akili wala kwa nguvu zangu mimi, bali ni neema ya Mungu inayoniongoza. Sio kwa maneno wala ujanja wangu mimi, zote ni neema zake Mungu wangu. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba niko. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka.
Tegemeza nafsi yako wa karibu katika magumu, nalitukuza jina lako. wewe Mungu muweza wa yote. Sio kwa akili wala kwa nguvu zangu mimi, bali ni neema ya Mungu inayoniongoza. Sio kwa maneno wala ujanja wangu mimi, zote ni neema zake Mungu wangu. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba mikono. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, ni yeye Mungu tu aliyenibeba nikavuka. Atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko katika magumu,
Sauti Live.